Maandiko yanasema mtu akikupiga shavu la kushoto mgeuzie na la kulia ili apige. Nipige. Lakini kakaangu, mbona hata mwenyewe umenipamia? Anyway, nisamee sana. Sikutegemea kama hichi kingetokea. Nilikuwa na mawazo tu. Bahati mbaya pia. Sorry. Ina maana au mawazo yako ndio afanye unapiga watu barabarani? Wewe je kumkosea mtu? Au neno samani uelewe? Sasa nasema hivi, nipige. Nipige. Sasa nisikilize. Ili maandiko yatimie, inabidi unipige na shavu la kulia. Na kama umeshindwa kunipiga, inabidi mimi nikukamue wewe. Kama basi sawa. Unataka kunipiga mimi? Basi nipige. 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 Hata hivyo nishazoea sana kupigwa mimi. Nipige. Nipige basi, si unataka kunipiga? Nipige. Kupigwa sio shida zangu. Nipige basi kaka. Kakaangu nipige basi. Mbona unipigi? Nipige. Nipige nimesema. Kaondoka. We kaka. Njoo nipige basi, mbona umeondoka? Njoo nipige. Subiri, njoo nipige. Njoo nipige nimesema, mbona unaondoka? Njoo nipige nimesema. Unaondoka Njoo nipige. Najuta mjanja Hata hivyo nishazoea sana kupigwa, nishazoea. Sio shida zangu mimi. Umeakwepa Wetami wewe. Ina maana ulikuwa unanimwagia maji makusudi, si ndio? Hiyo mimi hainihusu. Kinachonihusu tu hapa, nataka nijue unatoka wapi na ulikuwa unafanya kitu gani. Hicho ndio kitu ambacho nakihitaji tu. Halafu kama unajichukulia sheria mkononi, unatoka hapa nyumbani huagi, hatujui umeenda wapi, hatujui unafanya nini, hatujui uko kwa nani. Au kwa sababu ya wewe hawala lako umemkimbilia, hujali kwamba hapa nyumbani pana shughuli kibao, unatakiwa uzifanye. Au unajua mimi ni mfanyakazi wako sasa, kwamba ukitoka ukirudi kazi zako zote nitakuwa nishazifanya. Binti, tena tafadhali sana, unapotoka nyumbani uage, tujue umeenda wapi, unafanya nini, unafanya kitu gani. Ndio hicho tu. Unataka kujua nimetoka wapi? Wewe kama nani unaniuliza hivyo? Mimi kama nani? Umesahau mimi kama nani? Mimi ni mama mwenye nyumba na sheria zote ninazo hapa nyumbani, na nina mamlaka yoyote ya kukuamrisha wewe, kwa sababu wewe hapa nyumbani sio kwako, hapa wewe ni mgeni. Au umesahau kwamba hii nyumbani ya kwangu mimi na mume wangu? Kwa hiyo ukitoka unajiamulia tu, unaondoka, hatujui kwamba umeenda wapi na unafanya kitu gani. Yaani wewe binti unatuchukuliaje hapa nyumbani? Okay, kama kuniambia unaona ni shida, basi sawa, lakini kumbuka kwamba mwanaume wako huyo Kanoni alikuwa anakutafuta sana. Kabla hajatoka alikuwa anakutafuta sana. Sasa akirudi utajua cha kumjibu. Sasa unataka kunijibu mimi, utakuja kumjibu yeye maswali yake yote atakayokuja kukuuliza. Bado sijatoka, nilikuwa najiandaa hapa ili niweze kutoka kwenda kumtafuta huyo mjinga. Sasa ngoja nitoke. Mjinga hapo. Wewe Farida, unaweza kuniambia umetoka wapi? Unaniuliza natoka wapi? Kama nani labda? Kama nani? Yaani unauliza mawingu mbinguni? Nani kaweka kule? Mimi ni Kanoni, baba mwenye mji huu, mwenye hili kasri hapa. Kwa hiyo nina haki ya msingi kabisa ya kuuliza umetokea wapi hivi sasa. Haya baba mwenye nyumba, Jaji. Nilikuwa nyumbani kwetu. Kwani kuna tatizo mimi kwenda nyumbani kwetu? Nyumbani kwenu? Nyumbani ipi unaongelea wewe? Hiyo nyumbani ambayo mimi nimetoka nyumbani kwenu huko, nimetoka kukuhangaikia wewe, kukutafuta, nafika naambia kwamba wewe haupo. Na ule nyumbani najiandaa sasa hivi, nataka niende nikakutafute kwenda huko mtaa kwa mtaa, usiku kwa Tolu, sini wapi. Najua wewe huna sehemu nyingine ya kwenda zaidi ya kwa Tolu. Kwa hiyo nilikuwa najiandaa ndani kwangu, nitoke niende nikakutafute huko huko kwa mjinga mwenzako, nikuchukue nikurejeshe nyumbani. Lakini punde si punde umekuja mwenyewe. Sasa naomba hii ikae akilini mwako. Hauna ruhusa yoyote ya kutoka kwenda kokote kule bila mimi kukupa ruhusa hiyo. Usichukue maamuzi na kuchukua sheria mkononi ya kutoka nyumbani kwangu kwenye kasi la msukuma na kwenda sehemu nyingine yoyote ile, kwa sababu bado hujasaini talaka zako. Ila ukisha saini talaka zako utakuwa na uhuru wa kwenda sehemu yoyote kwa namna yoyote ile.
kwa sababu utakuwa una uhuru, kwa sababu umeshasaini zile karatasi zako, nyaraka zote uko nazo, na utakuwa hauna tena umiliki na umiliki yoyote kutoka kwangu. Sasa hivi uko under control ya Msukuma, pasi kwenda kokote. Kanoni, muda wa kusaini talaka ukifika nadhani mimi nitasaini. Lakini sasa hivi moyo wangu haunipi kabisa mimi kusaini talaka. Na kingine sasa, hapa nyumbani nitatoka muda ambao ninataka na nitarudi muda ambao mimi ninataka, kwa sababu mimi sio kuku ambaye amefungwa kamba mguuni kwamba kila muda nikitaka kutoka nitakwambia basi mimi naenda wapi, nikitaka kurudi basi nitakutaarifu kwamba narudi. Kanoni, mimi sio mfungwa. Na kingine, wewe una maisha yako, una mke wako huyu hapa tayari. Mambo ya kwanza kunichunga chunga mimi na kwanza kuniuliza natoka wapi, yameanzia wapi? Wewe umeshasema una maisha yako. Kwa hiyo naomba mniache na maisha yangu. Yaani sitaki kabisa mambo ya kufuatiliana na wewe. Masuala ya kunifanya mimi kama mfanyakazi wako sitaki. Na ukirudia siku nyingine, wewe utawasimulia. Na haya maji ambayo ulikuwa unataka kunimwagia, una bahati nimeyakwepa. Yangenifikia tu kwenye mwili wangu, hata tu kwenye nguo yangu. Wewe mume wangu, talaka. Yanga. Umeona? Si umemwona? Lakini mume wangu, yani huyu anatakiwa aachwe leo hii. Talaka iandikwe, huyu aachwe. Ndio nini sasa hivi mume wangu? Mke wangu, acha jazba. Hivi sasa wewe ni macho. Hakikisha unatazama asitoke hapa nyumbani, kwa sababu ni lazima asaini talaka ndo aweze kuondoka hapa nyumbani. Na kumbuka kuna ule msala wa mjomba. Kwa hiyo sitaki kuingia tena kwenye mazonge mimi na familia yangu. Kwa hiyo hapasi kuondoka kwenda sehemu nyingine yoyote mpaka hakikisha kwamba amekutana na mjomba wangu au na mama yangu au na mama yake yeye mwenyewe, tukasainishe zile talaka, wakepo na familia kabisa waweze kuona mchakato mzima. Kwa hiyo mke wangu, chonde asitoke ndani hapa. Macho kufanya nini? Macho kutazama, mke wangu. Sawa? Nyasa! Wahepi! Abedada! Nyasa! Abedada! Hivyo nimekutuma nini, umeniletea nini? Kwa hiyo nilikuagiza uende kwa dukani uniletee viazi pamoja na mayai uliyoyavunja. Nataka uniambie kwa nini mayai yangu yamepasuka? Pasuka? Yaani kama ukijua ulichokifanya wewe, nataka jibu moja, kwa nini mayai yangu umeniletea kiwa yamepasuka? Nisamee dada. Wakati natembea nilijikwaa, kwa hiyo nikadondoka. Sikujua kama mayai yamepasuka. Mjinga wewe. Kwa hiyo una mapepo siku hizi? Mbona nimekaa na humu ndani muda wote sijajua kama una mapepo au una kifafa? Kwa hiyo nikikuagiza vitu unaenda huko unaanguka kwamba una mapepo, afu unakuja hapo unaniambia nilianguka bahati mbaya. Wewe, nataka uniambie kwa nini mayai yangu yamevunjika? Lakini dada, wakati natembea barabarani kule, nikutana na mkaka mmoja hivi, akanipa 100, bahati mbaya nikadondoka. Kumbe hata umalaya unaujua. Sio tu kuniharibia mali zangu za humu ndani, kumbe hata umalaya unaufanya. Kwa hiyo nimekaa humu ndani, nimekuagiza dukani, najua kabisa naletea chakula niingie kupika nile, kumbe unafanya umalaya huko nje. Kwa hiyo mimi nifa na njaa humu ndani. Nisikilize wewe. Hili halijaisha. Yaani nahakikisha Beni akirudi humu ndani analijua hili. Yaani umalaya unaofanya huko nje anaujua. Uwezo ukanishindisha mke wake na njaa afu nikae kimya. Na kingine, sitaki nikuone jikoni. Kwenye jiko langu usikanyage, sitaki kuona pua yako. Na yale mayai uliyopasua ndio ya kwako. Na utajua utapika nini, si utapika mawe ya kwenu huko Singida, utajua wewe. Kwenye jiko langu sikutaki. Mjinga wewe. Na hayo tusababisha yule kijana yule. Yaani ananipa mimi makusudi. Anapasua mayai ya watu. Alafu mimi nakuja huku napigwa bila sababu. Afu tulivyolijinga linaniambia nipige tena ukofi upande wa kulia. Afu sio kwa nini nilimwonea huruma. Yaani nilipaswa ningempiga makofi hata zaidi ya 100 huko. Na hata hili bado halijaisha. Nikikutana naye ataisoma namba. Wasebika, ina maana na wewe kumbe ulitoka na unaweza kuniambia ulikopo wapi? Unavyoniona hapa kaka, nimetoka bondeni. Kuna madeni yangu nilikuwa nayafuatilia huko. Kuna watu unawadai pesa zako, ni wakina nani? Na wewe hizo pesa za kuwakopesha watu umezitoa wapi? Ili hali hakuna mchongo wote ambao wewe unaufanya unakuingizia pesa ambayo unakufanya wakopeshe watu.
kwa sababu hauna mchongo wote ambao unaufanya ndio. Kaka Kichi, sio kila kazi ninayofanya mpaka uijue. Ni mishe ndogo ndogo tu nilizokuwa nazifanya. Basi Dole, kama ni mishe basi ziwe mishe kweli. Isiwe mdogo wangu na mkono mrefu dakika za mwisho kwa kupiga moto mzee. Take care. Hamna kaka Kichi, usiwe na wasiwasi, ni kazi za halali tu. Ehe. Na vipi kuhusu Farida? Ulifanikiwa kukutana naye? Farida nimefanikiwa kukutana naye. Nimezungumza naye vitu vingi sana. Na hapa mimi ndio mbona nimegeuka sasa hivi hapa ili nimemwacha mimi na nyumbani kwake. Naambie sasa kaka, kasema anarudi lini? Anarudi lini tena kivipi? Sabiga, ipo hivi. Kitu tulichokijua ni kwamba Farida amerudi nyumbani kwake. Kwa kama amerudi nyumbani kwake huenda na vitu vingi sana inabidi avifanye. Kwa hatuwezi kujua ni lini ambapo hatarudi. Ila tu yeye tupromise kwamba atarudi salama na kila kitu kitakuwa sawa. Tumpatie muda, tumwache tu aendelee kufanya mambo yake, ila tu akiwa sawa atarudi. Kama tuna ndoa yake ishapata amani, basi haina shida. Uzuri sisi wenyewe tuko tunapambania ndoa yake ikae sawa. Kwa kama nyumbani kwake kuna amani sasa hivi ameamua pia kubaki nyumbani kwake. Pia wenyewe ni Dole tu, yani Texas vidole 60. Kiukweli kaka, mimi nimemisi. Na nimemisi uwepo wake hapa nyumbani. Unaoleta sasa hiyo ni michongo ya tamaa. Yaani hizo ni tamaa za fisi, kula mifupa wakati kuna nyama. Yule ni mke wa mtu mdogo wangu, ni mmoja inabidi uweze kuishi bila watu. Unajua zile. Alafu isitoshe kashasema kwamba anaenda kutupambania sisi. Kwa kama anaenda kutupambania lazima hapa atarudi. Sema tu kuna kitu aseme tumetoka kuzungumza naye sasa kinaniumiza kichwa sana kila nikifikiria. Amesema kwamba kuna vitu vyake vya muhimu sana inabidi aviuze mada aweze kutusaidia. Na isitoshe hivyo vitu kiangalia kimaisha kweli ni vitu vya muhimu na vina historia kubwa sana katika maisha yake. Lakini inabidi aviuze ili mada aweze kutusaidia mdogo wangu. Vitu vya muhimu kaka? Ni vitu gani hivyo? Ni vitu fulani hivi alipewa wakati anafunga ndoa na Mr. Kanoni. Yaani kaambia surprise ambazo alipewa na ndugu zake wa karibu sana. Kwa hiyo inabidi aziuze ili mada aweze kutusaidia sisi. Kwa hiyo nikifikiria jambo kama hilo, sio hata inakuaje. Yaani amekuwa na moyo tofauti sana. Kaka, kiukweli Farida ana moyo mzuri sana. Yaani ana roho ya kutusaidia kama ndugu zake. Yaani upo bega kwa bega na sisi. Na anafanya yote kwa ajili ya kutusaidia sisi. Kiukweli Mungu ambariki sana Farida kokote alipo. Ni binadamu wachache sana wenye moyo kama Farida. Ameni Sabiga. Kimaisha kweli Mungu ndo kila kitu. Yaani Mungu ndo mweza wa yote hapa duniani. Si unajua zile. Yaani kutoka wazazi basi anafuata diamu ya Mungu mwanangu. Afu ndo anafuata familia na umati na watu wengine. Si unajua zile. Sema hata hivyo hapa yenyewe nilikuwa nataka niingie ndichi nibadilishe nguo hizi. Kuna sehemu nataka niende angalau hata nikafukuzie 2,300 tuweze kuclear hapo yenyewe tuweze kumsaidia Farida kwa sababu hatuwezi kuacha msaaba wote mwenyewe uteke mwenyewe. Si unajua zile. Kwa inabidi mwenyewe hapa nibadilishe nguo mbele niende vijuu nikapambane. Kaka, kuwa makini na uko unakoenda. Sije ukaenda huko kazua tena janga lingine hapa kama janga mengi. Kwa kuwa makini sana kaka. Sabiga, mimi mtu mzima mzee. Mimi macho kama kobe kichaa wangu. Mimi siwezi nikala cha mtu, kwanza cha mtu mavi, mimi siwezi nikaiba mzee. Hebu niache kwanza niingie ndani. Kiwangu. Mimi ndo nimefika sasa hivi, nimechoka sana. Cha ajabu sijapewa maji ya kuoga, sijapewa chakula, naambiwa kuna kikao. Hicho kikao kinahusu nini tena jamani? Na ni kweli kuna kikao. Tena kihusu mada moja. Na ndio maana sikutaka hata uende uko chumbani mambo yakawa mengi. Nikaona nikubania hapa. Tuna topic hizo 3 baba. Topic ya kwanza inahusu huyu Nyamsa aliyekaa mbele ya macho yako. Topiki ya pili ni kuhusu Imelda mtoto wangu. Vipi kuhusu shule ambayo ulisema utamhamishia anasoma baby soup. Na topiki ya 3 ni kuhusu huyo baby soup ambaye kesho anatoka kwenye tour yake na anarudi hapa nyumbani. Mambo yasiwe mengi. Tunaanza na huyo. Hivi Beni, humu ndani ulileta mfanyakazi au ulileta mke wa mtu? Mke wa mtu? Mke wa mtu una maana gani kusema hivyo? Ndio nimeuliza. Kwa sababu huyo Happy unayemwona amekaa hapo, siku hizi mambo anayofanya huko ndani anajua mwenyewe. Unaweza kumwagiza sehemu na kumwambia kabisa mimi njaa imenikamata, fanya haraka uniletee kitu fulani.
lakini akitoka hapa nenda kwa mwanaume wake. Yaani umalaya huyu yaani umezidi. Mpaka inafikia hatua yuko tayari aone mtu anakufa njaa, tena sio mtu tu, bosi wake anakufa njaa. Unione hata nilivyoisha, nimeisha kabisa. Huyu ukimtuma naenda kwa wanaume zake. Kama leo Beni mimi nimekaa hapa nje na niuma, nimemtuma niletee viazi pamoja na mayai. Kaenda huko ameshikana amekumbatiana mayai amevunja. Anategemea sijui nitakula nini mimi. Lakini dada, mbona mimi sijafanya hivyo? Wewe kelele wewe. Pole sasa. Tunamsikiliza mmoja mmoja ili kusudi tuweze kuelewana. Hata hospitalini ni mmoja ndio mpango. Wewe umeshaongea, nimekusikiliza. Anyway, wewe Nyamsa, anachokisema dada yako kina ukweli? Na kwa nini unafanya kitu kama hicho? Shemeji, kusema ukweli mimi sijafanya kitu chochote kile. Lakini leo wakati nimefuata viazi kule, nilipishana na kijana mmoja hivi barabarani. Akao akanipamia, bahati mbaya mayai yakapasuka, na sio siku zote, ni mara moja tu, na ilitokea kama ajali. Hebu acha uongo wewe. Kama wewe unasema umepata ajali, nao ambao wanapata ajali wasemeje sasa? Acha uongo, acha kusingizia ajali. Pole sasa. Kwani mke wangu, wewe hao wanaume unawazungumza ulishamfumania naye mara ngapi? Sijai mkuta nao, ila wanaume anao, ndio maana ukimtuma, yani sio hata kumtuma tu. Muda mwingine akili yake inaweza kumwambia tu haya nyenyuka nenda kwa bwana wako sijui wapi, anatoka anaenda zake. Mimi nadhani hamna hapa topic ya msingi yoyote. Nisikilize vizuri Epi. Hebu kaendelee na shughuli zako zingine kwa sababu hakuna kazi yote ambayo inaweza kufanya hapa tukapoteza muda hapa. Nenda. Sawa shemeji. Alafu mke wangu, vitu vingine wewe ni mama mwenye nyumba, inabidi umalizane navyo. Sasa kama nitakuwa naacha kufanya shughuli zingine na kuja kusikiza vikao visivyokuwa na kichwa miguu, ina maana gani? Okay, tusifanye mambo yakawa mengi, maana naona ushaanza kubisha, ushaanza kuweka ugumu wako hapa. Haya, vipi kuhusu wewe baby Supu ambaye anarudi kesho hapa? Baby Supu kila mtu anajua yuko tour, na atakaporudi kutoka tour tutajua tunaongea naye kuhusu nini. Na pia tuwezi kuzungumza mtu ambaye hatajarudi, hatujui atafika salama au la. Mimi nadhani hivyo vingine mke wangu tutavizungumzia chumbani kwa sababu nina njaa sana, nitajuni kale. Tafadhali naomba kaoge. Beni, lakini kwa nini uko hivyo? Lakini leo sikuachi, mimi nakuja huko kwa hamna kupumzika leo. Wewe, wapi? Wapi? Natoka. Unatoka? Unatoka kwenda wapi? Hivi Kanoni, kwani hapa niko polisi au ndo niko jela? Kwa sababu hizo sehemu ndo waga wanaulizwa, ukitaka tu kutoka unaulizwa unaenda wapi. Hebu niambie sasa, niko sehemu gani kati ya hizo sehemu ambazo nimezitaja? Ni haki yangu ya msingi kukuuliza unaelekea wapi, kwa sababu uko nyumbani kwangu. Hapa ni nyumbani kwa Kanoni V8 kwenye kasi la Msukuma. Kwa hiyo nikikuuliza unaelekea wapi, ni lazima unipe majibu ya kueleweka. Unaelekea wapi? Wewe, inatosha sasa. Na haraka zangu, usinicheleweshe ambako naenda. Tena naomba uniache kabisa niende. Wewe. Natala wewe. Wewe. Kaa kule ndani. Kanoni, hakikisha ulichokifanya leo hapa usikirudie tena kwenye maisha yako, kwa sababu Farida ambaye umemzoea sio Farida ambaye unamuona hapa kwa sasa. Huyu Farida ambaye unamuona ni kama chui ambaye amejeruhiwa. Na usidhani kwamba mimi nimesahau wewe ndio umeniulia watoto wangu, au wewe ndio umenipiga nusu la uniue. Umenifanyia vitu ambavyo mimi mwenyewe nilikuwa sijui hata nimekukosea kitu gani. Sasa ukirudia tena kufanya ambacho umekifanya hapa, na kuhakikishia itakugharimu Kanoni. Kanoni, umeona? Umejionea? Angalia mwanamke mwenyewe anaona kujibiza. Yaani huna hata aibu, mwanamke anakujibiza, umesimama tu, hufanye chochote. Unashindwa kuchukua hata jukumu la kumpiga mwanamke. Unamwangalia tu anakujibiza tu. Hivi mbona mwanamke anakupanda kichwani Kanoni? Unakoma wapi mume wangu? Huyu ni mwanamke tu, hawezi kupandia kichwani wewe. Kwa nini? Mpige basi mwanamke, mpige. Mume wangu, unamlea leo huyu mwanamke, hebu mpige basi, mpige. Farida. Mama. Yuko wapi? Yuko wapi? Huyu hapa. Farida, unanipiga mimi wewe? Yaani unanipiga kofi mimi?
Sasa ngoja nipike dada yako, unaondoka? Haya. Shenzi wewe. Kanoni, hivi kwani mwanamke anakupiga bonge la kibao halafu umesimama tu unajizungusha eti umenipiga nini? Huyu mwanamke atakupanda kichwani, mwisho siku atakuja kupasua hichi kichwa chako na hauna cha kufanya. Kwa nini mume wangu unakwama wapi? Mbona unanipandisha hadi hasira? Lakini Kanoni, nipigia haipatikani kwa sasa. Haipatikani? Hapatikani? Twende basi kwa mjumbe. Kwa mjumbe? Ulisema nini kuhusu masuala ya mjumbe? Masuala ya sheria. Hebu acha mambo yako bwana wewe. Basi sawa. Ndege tena. Wende kwa ni mtandao. Inaita. Halo. Halo. Leticia, uko wapi? Nipo shuleni. Kumbe uko kazini bado? Ndio, bado nipo kazini. Nitaka upite nyumbani kwangu hapa. Kwa jambo moja la msingi sana nitaka tuzungumze. Nyumbani kwako? Hapo sasa sitoweza kwa sababu nikitoka shuleni nina mwanafunzi na mtoto wa watu. Kwa hiyo itabidi nimpitishe nyumbani kwao baadaye niende nyumbani. Kwa hiyo sitoweza kuja huko. Sawa, naelewa. Lakini kuna jambo la msingi inabidi tuongee. Nilikuwa nataka ungepita nyumbani kwangu tungeongea vizuri, lakini naomba niondoke sasa hivi nyumbani kwangu mimi hapa niende nyumbani kwenu. Kwa hiyo utanikuta nyumbani kwenu. Nyumbani kwetu? Yeah. Basi sawa, hamna shida. Sawa, wahi basi. Lazima nielekee nyumbani kwao pale. Nikaongea na mama yao kwa sababu haiwezekani kabisa. Unajua faida na mambo ya kipumbavu sana. Inabidi niende nyumbani kwao pale. Kama ni mambo ya kusaini sio talaka, mambo gani sio nataka mama yake niongee naye, nitaongea nao pale nyumbani kwao. Lazima niende nyumbani kwao pale. Ni kweli mume wangu. Wewe, shemeji nini jamani? Wewe shemu, una shida gani? Shemeji, nataka kuongea na mama. Yaani naona unanichanganyia tu taarifa zangu hapa. Yaani unanichanganyia habari unajua. Naomba kuongea na mama. I say, naomba niongee na mama bana. Shemeji, wewe, shemeji, tulia basi. Una nini shemeji wewe? Una shida gani? Unataka kuongea na mama, unataka kumwambia kitu gani? Wewe mbona ueleweki? Una nini wewe? Unataka kumwambia kitu gani mama? Shemeji, nataka kuongea na mama. Yaani niko hapa kuongea na mama tu. Naongea na wewe unanichanganyia taarifa. Kwa hiyo nataka niongee na mama nimwambie kuhusu mambo yote ambayo mdogo wako ananifanyia. Kuhusu mambo yangu ya ndoa yangu. Shemeji, hivi una shida gani kwenye kichwa chako? Wewe hujui kama mama anaumwa? Hujui mama yangu mimi ni mgonjwa? Unataka kumpa taarifa gani? Naomba nisikilize vizuri shemeji. Naomba usiongee na mama kitu chochote. Mama yangu ni mgonjwa. Unataka mama yangu afe? Haya, akifa utamtoa wapi? Shemeji, naomba uache mambo yako. Kaongea na mke wako kule, mambo yenu myamalize. Sitaki kuongea na mama yangu. Shemeji, mimi nimeshakwambia, nimekuja hapa kuja kuzungumza na mama na lazima niongee na mama kila kitu kuhusu mambo ya ndoa yangu, kuhusu mimi na mdogo wako. Kwa hiyo siwezi kutoka hapa kama hakuna mwafaka wa kuhusu ndoa yangu, kuhusu talaka ya mdogo wako kuondoka nyumbani kwangu. Basi. Shemeji, naomba usiongee na mama. Na kuomba usimwambie mama kitu chochote. Isitoshe, mamangu hajui chochote kinachoendelea. Nitangia mambo yenu ya kugombana yameanza, sijai kumwambia chochote. Naomba usimwambie mamangu chochote. Nakuomba. Mama hajui chochote? Yaani mambo yote kila siku yanaendelea kama hivi yamezidi kuwa marefu kila siku, kumbe mamangu hajui. I say, kama mama hajui, leo nimekuja hapa sitoki mpaka mamangu ajue. Mama yenu mzazi, mkwe wangu mimi, lazima ajue kila kitu kuhusu mdogo wako. Maanake nashangaa mdogo wako anafikia hatua ya kunipiga mimi. Anampiga Msukuma. Ananipiga mimi. Ananijua vizuri. I say, shemeji, leo sitaki kuondoka hapa bila kuongea na mama. Naomba ningeenda niongee na mama nimwambie kila kitu. Hapo. Ina maana kumbe mama yenu hajui chochote. Na ndio maana kila siku mnamletea mume wangu changamoto, mnamletea mume wangu shida. Kumbe mama yenu hajui chochote. Sasa leo atajua kila kitu kinachoendelea kumhusu Farida na mume wangu Kanoni. Halafu we binti, unajua kilichotokea leo nyumbani? Mdogo wako kanyanyua mkono wake na kumpiga mume wangu kibao, alimanusura mume wangu aanguke. Sasa nisikilize, leo tutamaliza kila kitu. Yaani leo ni mbivu na mbichi tutazijua leo. Sasa kama ni talaka, bora tuisaini hapa, kila mtu afe na chake. Imeisha hiyo. Shemeji, nakuomba, niko chini ya miguu yako. Naomba usiongee na mama kitu chochote, nakuomba. Mamangu mimi ni mgonjwa. Mama kijua taarifa tunaweza tukampoteza. Shemeji, mimi niko tayari kufanya chochote utakachokitaka. Niko tayari kufanya chochote. Lakini naomba usiongee na mama wangu chochote, nakuomba. Mama wangu mimi ni mgonjwa.
tunaweza tukampoteza mama. Nakuomba usiongee na baba, nakuomba. Sawa shemeji, nimekuelewa. Mimi sitaingia ndani, na hii ni kwa sababu yako tu. Siingii ndani, lakini chonde hakikisha unaongea na mama. Mwambie kila kitu ambacho mdogo wako ananifanyia. Ongea na mama kuhusiana na swala la talaka. Mwambie kuhusu mdogo wako kwamba amekataa kusaini talaka na ameshafanya mazonge kibao. Kwa hiyo ili kuheshimu hili swala, naomba wewe uwe mtu wa kwanza kabisa kufikisha taarifa. Kwa usipofanya hivyo, kuna kitu kitatokea kwenye familia yenu. Au mimi ni Msukuma, sipendi upumbavu. Sipendi ujinga shemeji, nakwambia. Shemeji, mimi nitamwambia mama kila kitu. Na nitaongea naye polepole, kiustaarabu, nadhani atanielewa. Lakini nakuomba sasa hivi uende, kwa sababu unavyoongea hivi anaweza kukusikia, afa kikusikia hali yake itakuwa mbaya. Nakuomba uende shemeji. Sawa. Uguza pole pia. Mke wangu, naomba tuondoke. Inavyoonekana Kanoni kashamchoka mdogo wangu Farida. Lakini Farida sikubali tu kuchukua talaka, mambo yaishe. Utakuja kumsababishia mama matatizo jamani. Yaani mwanaume ameshaonekana hamtaki kabisa. Sio hata nifanyaje. Farida mdogo wangu, unajua maamuzi yako ambayo umeamua kuyafanya ni mazuri sana. Yaani kila kitu ambacho unakifanya kipo sawa kabisa. Hata mimi mwenyewe dada yako nakuunga mkono. Lakini kitu ambacho nilikuwa nataka nikushauri mdogo wangu Farida. Mimi nilikuwa nakuomba uachane na Kanoni. Ukubali kusaini talaka, urudi ukae nyumbani. Unajua inavyoonekana Kanoni tayari amekuchoka. Yaani hataki tena muendelee na hii ndoa. Kwa hiyo kuliko endelea kumng'ang'aniza baadaye akatokea mambo mengine, ni bora ukubali tu kusaini talaka, muachane kabisa. Kwa sababu hatua aliyofikia Kanoni ni mbaya. Yaani ni mbaya sana, na tukiendelea tutampoteza mama. Kwa mimi nakushauri saini talaka. Alafu ukizingatia mimi dada yako kwa sasa hivi nina kazi. Na kazi yangu ninalipwa mshahara mzuri tu, ambao sasa huo mshahara unaweza ukatukizi kula, kujihudumia na tukaishi vizuri sana. Mimi pamoja na mama na wewe ukiwepo pia. Na kitu kingine ambacho nilikuwa nakiwaza, ukija kukaa pale nyumbani hautokaa hivi hivi. Mimi nilikuwa nawaza ukija pale nyumbani nikufungulie biashara. Biashara yote tu hata ikiwa ndogo ndogo wewe utakaoipenda ufanye, kwa sababu mimi najua kwa sasa hivi siwezi kukosa hela. Na hata kama ikitokea nimekosa pesa, naweza nikaongea na mwalimu mkuu akanikopesha, au naweza nikaomba mkopo kwenye taasisi yote na nikapata. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakuomba tuachana na hii ndoa bwana. Njoo nyumbani ukae utulie. Sawa? Farida, ni kweli kabisa alichokizungumza dada yako. Kwa sababu kama mwanaume hakutaki, kwa nini wewe usisaini talaka? Na kwa nini wewe mng'ang'anie? Ikizingatia wewe ni mtoto wa kike na bado mdogo sana. Na ni mrembo, kwa utapata mwanaume ambaye atakupenda, atakujali na hata kufanyia visa vyovyote vile. Kwa mimi nilikuwa na kazi hapo alipozungumzia dada yako, kwa ungesaini tu talaka na ukaachana na wewe mwanaume, kwa sababu kuna siku atakuja kufanyia kitu kibaya, na kisha kufanyia kitu kibaya atakayehangaika ni dada yako. Mwanaume kaweza kukuletea mwanamke ndani, kwa maana hiyo hashindwi kufanyia kitu chochote kibaya. Halafu wewe bado tu unang'ania hapo, unamtazama dada yako labda anachokiongea kama ukielewi. Hapana, usifanye hivyo. Alafu ukizingatia huyu ni mkubwa kwako na ni wa kwanza kuliona jua. Kwa nini usimsikilize? Na kwa nini usichukue maneno yake? Kwani nyumbani kwenu pale kuna shida gani? Yupo dada yako, yupo mama yako. Kwa nina imani kabisa utakaa nyumbani na utaenjoy. Kwa tafadhali, naomba umsikilize dada yako anachokisema. Kwa hiyo hiki ndo umenitia hapa? Ndio umeniambia kwamba unataka kuniambia vitu ambavyo vitanisaidia tena ni vya muhimu sana? Ndio hivi umeviongea kweli? Kwa unataka kusema kwamba hujaelewa ni nini ambacho amezungumza dada yako? Unaona kama ushauri wa kijinga, si ndio? Hivi nyewe
Siku Kanani ananitongoza mimi, nyie mlikuwepo? Au siku ambayo tunaelewana mimi na Kanuni, mlikuwepo nyie mpaka mnakuja kuniambia masuala kusaini talaka? Eti mlikuwepo? Farida mdogo wangu, mimi nilikuwepo siku ya harusi yako na nilishuhudia kwa macho yangu. Oh. Dada, najua ulikuwepo siku ya harusi yangu, lakini wewe haukuwepo siku mimi natongozwa na Kanoni. Alafu pia masuala ya kusaini talaka, kwa nini nisaini talaka kati mume wangu nampenda? Jamani, mimi siwezi kusaini talaka. Ndoa bado ninayo na ninatamba nayo. Na hayo masuala ya kuwa mnanifuata, mnaniita eti mnaniambia tunaenda kukuambia vitu vya maana ambavyo vitakusaidia, sitaki. Ushauri wenu huo kuhusu ndoa yangu, jamani, sitaki. Sitaki kabisa. Haya, sawa. Samanini sana. Naombeni niondoke, maana hamna hata cha maana cha kuongea hapa. Leticia, hivi mdogo wako ana shida gani jamani? Hivi unajua kuwa kumshauri mdogo wako inatakiwa uwe na moyo sana. Mimi nahisi kabisa yani nimeshachoka tayari. Na hii ndo mara ya kwanza tu. Kwa nini anakuwa hivi lakini? Janeti, huyo ndo mdogo wangu Farida. Kiuhalisia huwa ni mbishi sana. Na huwa ni ngumu sana kumwelewesha kitu na kukuelewa. Kwa kweli mimi hata sielewi. Kwa sababu hatua aliyofikia mume wake ni mbaya sana. Yaani mume wake inaonekana ameshamchoka na haitaki tena hii ndoa. Kwa sababu anang'ang'aniza kuja kuongea na mama. Unajua kama akiongea na mama atamletea shida. Umeona sasa hayo mambo? Haya, kishamwambia mama yako nadhani yeye atapata matatizo kiasi gani? Na bado hataki hata kukusikiliza. Kwa maana hiyo hajali chochote kuhusu mama jamani. Kazi ipo kwa kweli.